Tunahakikishaje tunayafahamu? Ni tunatumia wasiri na raia wema ambao wamepewa elimu wakajua umuhimu wa kutoa taarifa. Na ili wajue umuhimu wa kutoa taarifa, sisi tunawapa elimu ya namna gani wanaweza kutoa taarifa, ikiwa ni pamoja na kuwapa namba zetu za simu na namba 116 na namba binafsi kama namba ya kwangu wanahitaji ambayo ni 0762 114595. Samani kidogo afande. Kuna mtu alituma message hapa, sasa umekuja kwenye majibu hapo. Ebu kuna mtu alisema nimpe namba yako. Sasa kwa kuwa wewe unahitaji namba yako kwa mtu anayehitaji msaada, hebu itaje taratibu. 0762 114595. 0762 114595. Nipigie simu muda wote, masaa 24 niko hewani kwa ajili ya kuwahudumia watu kwa matukio ya dharura. Lakini zile shida za kawaida unaweza kunipigia muda wa kazi na masaa ya kazi, lakini dharura yoyote nipigia muda wote, masaa 24 nitapokea simu na nitakuhudumia. Sawa, hiyo ni dharura. Kuna wale shikamoo afande. Jamani, hiyo ni namba ya kazini. Sasa turejee kwenye mambo ya familia. Sasa wanafamilia tumekuwa tukipitia changamoto sana, hasa kwenye janga hili la ndoa hazidumu. Wapi tunateleza? Wapi tatizo la wanandoa? Kuna hiyo niliyosema ya kutotatua migogoro, lakini zipo tabia binafsi za mtu ambaye ameoa au ameolewa. Tabia zake binafsi. Tabia moja ambayo inaathiri sana kwenye ndoa ni malezi. Mtu alilelewaje tangu akiwa mdogo? Huku tunakotoka sasa. Historia yake alilelewaje? Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza sana akina mama kuhusu swala la malezi, kusudi wawatengeneze wanawake bora. Yani mtengeneze mwanao awe mke bora kama ni msichana. Mtengeneze mtoto wako kama ni wa kiume awe mume bora wa kesho. Lakini kama kwenye malezi hatukufanya vizuri, hata kwenye ndoa inakuja kuleta madhara. Watu mke na mume hawajitambui, hawajui hata majukumu yao kwenye ndoa, hawajui hata ndoa ni nini. Lakini sababu nyingine ni watu wanaingia kwenye ndoa bila kujua kwa nini wanaingia kwenye ndoa. Yani kwa kukurupuka. Mwingine tu alimtamani mtu anafunga naye ndoa. Mwingine ni mazingira magumu aliyokuwa nayo, anaona apate mwenzie kwa sababu tu ya mazingira alipo, basi anamfanya mke ana pesa ajichomeke. Kuna sehemu umesafiri, mtu ameenda kwenye kazi maalum siyo wapi, anaona amekutana na mtu, na mara nyingi mtu kimwona kwa mara ya kwanza unamwona ni mzuri kwa 100% kwa sababu hujui madhaifu yake. Yaani unamwona tayari huyu ananifaa. Pengine tu kwa sababu ananifaa kuwa mke wangu. Ananifaa kuwa mke. Lakini kumbe tukiangalia, nilizungumza mila zilizo njema. Mila zetu za zamani kutaka kuwa unashirikisha. Unamtonya hata mjomba, shangazi, wanasaidia kuangalia. Na ndio maana hata viongozi wanafanyiwa vetting. Unachunguza kwanza. Sasa mtu amekuvutia sawa kwa macho au kwa umbo lake au kwa rangi yake, lakini je, anafaa kuwa mke? Hili swali huwa tujiulize. Unataka watu waone una mwanamke fulani na mshepu, lakini je, kichwani kupoje? Ana tabia zipi? Ndo shida hiyo. Tunaoa kitu kinachovutia kwenye macho. Hatuoi kitu halisi kinachotakiwa. Sifa za mke ni zipi? Hatuoi hapo. Tunaoa kwa sababu macho yamenivutia. Hilo ndo kosa ambalo watu wengi wanaokuwa kwenye mahusiano wanafanya. Lakini pia sababu nyingine ni sababu binafsi, kama tabia ya ulevi. Mwanandoa mke au mume mlevi, lazima hii ndio inakuwa na migogoro ya mara kwa mara. Lakini tabia nyingine huwa ni za kuenda kwenye makundi rika yasiyo na tabia njema. Mwanandoa akiwa kwenye makundi lazima ndoa yake itamsumbua. Mwanamke unapenda kwenda kwenye makundi ya wamama wa Mbeya. Unapenda kwenye makundi ya wamama wanaopenda starehe wakati umeolewa hivyo. Unapenda kwenye makundi ya wamama ambao wanapenda mikopo, akisikia tu mkopo yumo, akisikia tu mkopo yumo. Au mwanamke unapenda una makundi ambayo mada wanazozungumza za wanawake ambao hawajaolewa. Wewe umeolewa. Mada wanazungumza nakwambia ukiachwa achika. Single mother nayo dili. Unakuwa na uhuru wa maisha yako. Anakuambia amani ndio bora kuliko mume. Yaani wanawake wanakupa sentence ambazo zinakufanya uone kwamba ndoa haina umuhimu, kumbe maisha haya naye ni nani. Asikwambie mtu ndoa ina thamani. Wawili ni wawili. Ndoa ina umuhimu wake. Yani wawili ni wawili. Ukitaka kujua hilo, wewe single mother, kaa hapo. Umekaa chumbani kwako peke yako. Huna mtoto au mtoto wako amelala chumba kingine. Angalia likitanda linavyokuwa likubwa. Yani hata kama ni 2.5 unaona bonge la mkitanda. Usiku unakuwa ni mrefu.